Karibu tena kwenye kipindi chetu na Mwalimu Loemamu. Leo bwana, tutaendelea na sehemu ya 7, ya 8, ya 9 na ya 10. Sehemu 10, pesa ilipojificha. Kwa hiyo nakukaribisha sana ndugu mtazamaji, kuwa karibu nasi, endelea kutazama, maana naamini utajifunza vitu vingi na hautotoka bure. Karibu Mwalimu Loemamu. Asante Mr. Dula. Kama ulivyowaambia watu kwamba tunaendelea na sehemu 10 pesa ilipojificha. Kipindi kilichopita tulizungumzia, ilikuwa ni kuanzia sehemu ya 3, ya 4, ilikuwa sehemu ya 4, ya 5 na ya 6, si ndio? Yeah. Tukasema kwamba money hides in opportunities, kwamba pesa imejificha kwenye fursa, lakini tukasema kwamba money hides in product and services, kwamba pesa imejificha kwenye huduma na bidhaa. Lakini pia tukasema kwamba money hides in ideas, ndo tulipoishia, kwamba pesa imejificha kwenye mawazo, kwenye ideas. Sasa leo tunakwenda kuendelea na ni 3 au 4 zilizobaki, si ndio? Ambao itakuwa ni sehemu itakuwa ni 7, 8, 9 na 10, ziko 4, si ndio? Sasa tunapokwenda kuanza tunasema kwamba money hides in vision, kwamba pesa imejificha kwenye maono, si ndio? Katika Biblia ukisoma, kuna sikumbuki ni kitabu gani, lakini kinasema kwamba pasipo maono watu huangamia. Kwa hiyo usipokuwa na maono automatically lazima utafanyaje? Utaangamia. Kwa hiyo ili uweze kupata pesa ni lazima uwe na maono yatakayoivuta pesa, kwa sababu maono huwa yana tabia ya kuvuta pesa. Kwa hiyo money hides in vision. Kwa sababu gani nasema hivyo? Mtu hawezi akatoa pesa kuwekeza mahali ambapo hakuna maono. Yaani hauwezi ukatoa pesa kuwekeza mahali popote ambapo hakuna maono. Kwa hiyo utakapokuwa na maono itakusaidia wewe kuweza kupata pesa. Kwa sababu gani? Pesa imejificha kwenye maono. Kitu chochote kile unachokiona leo kimefanikiwa kilikuwa ni maono ndani ya akili ya mtu. Na siku zote hauwezi kujua kama unaweza kufanya kitu kama haujajaribu kukifanya. Kwa hiyo utakapokuwa na maono na ukayafanyia kazi, automatically utapata pesa. Kwa sababu gani? Leo hii kuna resources nyingi sana zimejificha, zinasubiri uyatoe yale maono, uyapeleke kwenye watu ili watu waweze kukupa pesa. Kwa mfano, napenda sana kuitumia Facebook kwa sababu vijana wengi ndio wanaitumia, au TikTok. Ile TikTok tunayoiona leo hii yalikuwa ni maono kwenye akili ya yule ambaye ameianzisha TikTok. Kwa hiyo baada ya kuitoa sasa na kuipeleka kwa watu, watu wameanza kumpa pesa kupitia ile TikTok. Kupitia yale maono yake yanamlipa. Maono yake yanamlipa. Kwa hiyo lazima yale maono uyapeleke kwanza kwa watu, ndio watu watafanyaje? Itakuwa rahisi wewe kupata pesa. Kwa hiyo ili uweze kupata pesa, pesa imejificha kwenye maono, money hides in vision. Lazima uyachukue yale maono yako yapeleke kwa watu ili uweze kupata. Na unapopata maono maana yake yafanyie kazi. Usisubiri, kwa sababu unapokuwa mtu wa maono, Biblia inasema kwamba watu bila maono huangamia. Kwa sababu gani? Utakapokuwa na maono, kuna vitu utakapokuwa na maono, ili uweze kufanikiwa kwenye maono yako, kuna vitu unatakiwa uvifuate, kuna vitu unatakiwa uviache, kuna mahali unatakiwa uende, kuna mahali utakiwi kwenda. Uwezi ukawa na maono makubwa alafu ukawa unaambatana na watu ambao hawana maono. Uwezi ukawa na maono makubwa alafu ukawa ni mtu wa starehe, ukawa ni mtu wa shisha, ukawa ni mtu wa pombe, ukawa ni mtu wa tungi. Kwa sababu gani? Kwa Mwalimu Loemamu nataka kutuambia watu wa shisha hawana maono. Kwa sababu gani? Ngoja nikwambie. Ukifuatilia madhara ya shisha ni madhara makubwa sana. Ukienda pale Muhimbili, watu wagonjwa wengi wa figo wanafanywa ile kitu inaitwa dialysis. Sababu kubwa ni zile shisha, sababu kubwa ni pombe, sababu kubwa ni sigara. Kwa hiyo utakapokuwa na maono, sawa, yatakusaidia kuavoid baadhi ya vitu. Yatakusaidia kuachana na baadhi ya vitu. Kwa sababu gani? Hivi vitu lazima ujiulize kwamba hivi vitu ninavyovifanya vinaendana na maono yangu? Kwa sababu hauwezi kuwa na maono ya miaka 20 ijayo alafu leo hii unatumia shisha au unatumia nini? Kwa sababu mtaji wa kwanza wa mwanadamu ni afya yake. Afya yako itakapokuwa vizuri itakusaidia kuendana sawa na yale maono yako. Kwa hiyo utakapokuwa na maono itakusaidia kuweza kujishape na kukushape wewe kuweza kuendana na yale maono yako. Lakini hiyo ni namba 7, kwamba money hides in vision, si ndio? Na kwenye kuongezea hapo kwenye money hides in vision, leo hii Dula, wewe unaweza ukawa unasema hauna pesa, si ndio? Lakini ili uweze kupata pesa, pesa imejificha kwenye maono. Kwa namna gani? Mwaka jana najua wakati unaadhimisha birthday yako,
haukupata hata mtu hata mmoja aliyekuletea zawadi, wala hukupata keki, wala hukupata pesa. Kwa sababu gani? Tangu nianze kwa sababu afsiazimishagi pia. Kwa sababu birthday yako haujaiwekea maono ya wewe kupata pesa. Kwa sababu gani nasema hivyo? Unaweza ukaandaa party kwamba mimi nitakuwa na party ya birthday. Automatically pale watu wataanza kukuchangia. Kwa sababu tayari umeweka maono. Kwenye maono ndipo watu wanapopeleka nini? Wanapopeleka pesa. Kwa utakapotengeneza ile birthday party, watu automatically wataanza kuchangia, kukupa mchango. Kuna watu watakuletea zawadi, kuna watu watakuletea sijui nguo, kuna watu watakuletea nini. Kwa sababu gani? Pale kuna maono. Unapokuwa na harusi, mtu anayefanya harusi sio kwamba pesa zote anazozifanya zile ni za kwake. No. Ni kwamba watu wameona maono na wanaenda kuwekeza kwenye yale nini? Kwenye yale maono. Ndio pale unapata michango, unapata kadi, unapata zawadi, wengine wanapata mpaka magari. Kwa sababu gani? Ile vision ya kuoa. Hiyo ni sehemu ya 6, pesa ilipojificha, kwamba money hides vision, pesa imejificha kwenye maono. Lakini sehemu ya 7 tunasema money hides in work. Pesa imejificha kwenye kazi. Sijasema ajira. Nikoti vizuri. Chapa kazi. Pesa imejificha kwenye kazi. Kwa sababu gani? Watu wengi leo hii wana kazi. Watu wengi leo hii wana ajira lakini hawana kazi. Kwa sababu ajira ni kile kitu unachokifanya ili uweze kupata pesa ya kusurvive. Na ndio maana wanasema kwamba your job is what you do to earn, but your work is what you are created to do. Kwamba ile kazi, watu wengi ajira wanazozifanya ni kwamba anafanya ajira ili ale, anafanya ajira ili ajenge, anafanya ajira ili aishi, ameajiriwa ili asomeshe watoto shule, si ndio? Lakini kazi ni kile kitu ulichoumbwa. Yani kazi ni kufanya kile kitu ambacho umeumbwa kwacho. Kwa sababu gani? Samaki hatumii nguvu kuogelea. Lakini ndege pia hatumii nguvu kupaa. Kwa sababu gani? Kile wao ni asili yao, ni kile kitu ambacho wameumbwa wakifanya. Unaona, ukimchukua samaki ukamtoa nje ya maji ata struggle kusurvive. Ukimchukua ndege ukampeleka kwenye maji ata struggle kusurvive. Ndio hivyo hivyo watu wanavyoishi kwenye ajira. Yani iko hivi, unakuta mtu Jumatatu, yani Ijumaa ndo anakuwa na vibe. Yani Ijumaa kwa sababu tunajua ni weekend, ndo ana furaha. Lakini ikifika Jumatatu tu, ikifika Jumapili jioni anaanza kuwa na huzuni. Kwa sababu gani? Unaweza kukuta mtu analipwa kiasi kikubwa cha pesa Dula. Kwa hiyo tatizo sio kulipwa kiasi kikubwa cha pesa. Tatizo ni kwamba pale ulipo ndipo ulipoumbwa ufanye. Yani kile unachokifanya ndicho ulichoumbwa ukifanya. Kwa sababu gani? Nataka nikuhakikishie, ndege haoni kama kupaa ni kazi, kuruka ni kazi. Samaki haoni kama kuogelea ni kazi. Kwa sababu gani? Ni kile kitu ndicho ameumbwa nacho kukifanya, ni kawaida yake kukifanya. Kwa hiyo hata unapofanya kazi, jitahidi utafute kile kitu ambacho wewe umeumbwa nacho. Kwa sababu gani? Watu wengi wanatafuta ajira wakati ajira hakuna, lakini kazi zipo kila mahali. Na watu wengi wamekuwa na mtazamo hasi kwamba yani kwamba kuna kazi za aibu. Mimi nataka nikwambie hakuna kazi za aibu, ila kuna mindset ya aibu. Kwa sababu gani? Mtu anaweza kaa anaondoka hapa Bongo, anaenda kufanya kazi Oman, kazi za ndani, ndio. Lakini kumwambia fanye kazi hapa, anakwambia mimi nifanye kazi za ndani, mimi nikafagie. Hiyo ipo. Yani kwa mfano watu wanaotoka labda mikoani, kule mkoani kwao hawezi kufanya kazi ya ujenzi. Akifika Dar, anajichimbia kule Kigamboni, anachapa kazi. Kwa sababu gani? Akiwa kule anaona kama ni kazi ya aibu. Lakini sio kwamba kuna kazi ya aibu, ila issue kuna mindset ya nini? Ya aibu. Kwa hiyo utakapokuwa umejitahidi kutengeneza kile kitu ambacho kitakusaidia uweze kufanya kazi wewe kama wewe, kitakuwa kinakulipa zaidi. Na ndio maana tunasema kwamba hakuna kazi ya nini? Hakuna kazi ya aibu. Kwa hiyo jitahidi utafute kile kitu ambacho Mungu amekuumba ukifanya. Kwa sababu gani? Utakapokuwa umetafuta kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekuumba ukifanya, itakusaidia wewe hata kutokutumia nguvu kubwa kukifanya kile kitu. Leo hii watu wengi wamekuwa wana vipaji, sawa? Wamekuwa wameumbwa na vitu ambavyo wamefanya, lakini wamekuwa hawafanyiki, hawavifanyi. Au mwisho wa siku anaweza kufanya leo, akafanya kesho. So kwa mfano sisi tunavyorekodi hivi, mtu anaweza karekodi leo, akarekodi kesho, kutu akaona hakuna mtu aliyeview, hakuna mtu aliyecomment, hakuna mtu aliyeshare, alafu akaacha, akakata tamaa.
hautakiwi kukata tamaa, unatakiwa na consistency. Kwa sababu gani? As long as kile kitu ndo Mungu amekuumba wewe ukifanya, fanya. Kwa sababu unakuta watu wengi wanafanya zile kazi ambazo hawakuumbwa wazifanye. Yani wanafanya kazi ambazo sio calling zao. Sababu karia yako ni kile kitu ambacho umeumbwa ili, yani kile kitu ambacho kinafanya ulipwe, ndio. Lakini ile calling ni kile kitu ambacho umeumbwa ukifanye. Kwa sababu gani? Ukimleta dancer aende akafanya kazi ya umeneja, anaweza asiwe. Kwa sababu gani? Hajaumbwa afanye ile kazi ya nini, ya umeneja. Lakini dancer anaweza akacheza vizuri, tuna watu wakafanyaje, wakamlipa pesa. Hivyo ndo tunachokizungumzia kuhusiana na nini, kuhusiana na pesa imejificha kwenye kazi. Hii ilikuwa ni namba 8. Kwa sababu tunaenda namba 9. Tunaenda namba 9. Ni sehemu ya 9 yani. Kwa hiyo tulizozungumzia ilikuwa ni ya 8, si ndio? Wiki iliyopita tulishia 6. Kwa leo tumeendelea 7 na 8. Sasa tunaenda namba 9, si ndio? Namba 9 inasema money hides in seeds. Pesa imejificha kwenye mbegu. Sawa? Kwa nini tunasema pesa imejificha kwenye mbegu? Kila kitu chochote kile unachokiona duniani leo hii kimeanzia kwenye mbegu. Hata dunia wakati inaumbwa ilianza kama mbegu. Yani wakati Mungu anatamka kwamba iwe hivi, iwe vile, sijui watokee wanyama, ile ilikuwa ni mbegu. Sawa? Wakati Mungu anaumba miti, alitamka kwamba iwepo, itokee miti, si ndio? Itakayokuwa miche sui na nini na nini. Lakini wakati Mungu anaumba miti, ukumbuke ule mti wa kwanza kuota aliotesha ukiwa na mbegu. Kwa sababu gani aliotesha uwe na mbegu? Ili kuwe na muendelezo. Unaona? Kwa sababu alivyotamka, ile ndio ilikuwa mbegu ya kwanza kabisa. Kwa hiyo aliona ili asiendelee kutamka, lazima ule mti uwe na mbegu ili kuwe na muendelezo. Kwa hiyo pesa imejificha kwenye mbegu. Unapokwenda kuanza biashara, kitu cha kwanza anachokwenda kuwekeza ni mtaji. Ile ni capital, tunaita ni capital seed. Ni mbegu ambayo anatakiwa akaiwekeze. Na kwenye ile mbegu anayokuwa amewekeza, ule mtaji anayokuwa amewekeza, ndio baadaye inakuja kuwa biashara kubwa sana. Alafu mtu akija kusema kwamba nilianza na mtaji wa 50,000, tunabaki tunashangaa. Ilikuwaje? Inawezekana vipi? Freemason, kumbe mtu alikuwa halali. Anasahau kwamba kwenye chungwa unaweza ukahesabu mbegu zilizopo ndani ya chungwa. Unaweza kununua chungwa ukalikata na ukahesabu mbegu zilizopo ndani yake. Lakini hauwezi ukahesabu idadi ya machungwa yaliyoko kwenye mbegu moja au yaliyoko kwenye zile mbegu. Kwa sababu gani? Mbegu huwa inazaa matunda mengi sana. Kwa hiyo kila kitu kilianza kwenye mbegu. Hata sisi hapa tunaotembea tulianza kuwa kama ni sperm seed. Kutoka kwenye sperm seed. Wote unavyomuona, ukimwona mwanaume anatembea ni kwamba anakuwa anatembea na taifa. Kwa sababu gani? Anakuwa na mbegu. Sasa ili mbegu iweze kuleta matunda ni lazima uipande. Ili mwanaume aweze kuitumia zile mbegu zake ni lazima afanyeje? Kwa hiyo kila kitu kimeanza kwenye nini? Kwenye mbegu. Kwa hiyo ukitaka ufanikiwe, tumia vizuri mbegu zako. Kwa sababu gani? Watu wengi tuna mbegu lakini tunakula zile mbegu. Unapokula mbegu unakuwa umekula future yako. Mkulima ili aonekane ni mkulima mwenye hekima, hawezi akala mbegu zote. Lazima kuna mbegu atafanyaje? Ataziwekeza. Ndio maana unapopata pesa yoyote ile inakuwa imegawanyika kwenye sehemu 3 niliwahi kusema. Sehemu ya kwanza ni leo yako, sehemu ya kwanza ni jana yako, sehemu ya pili ni leo yako, sehemu ya 3 ni kesho yako. Ile kesho ni mbegu ambayo unatakiwa uipande. Kwa unapopata pesa ukala pesa yote, ujue kwamba umekula na future yako. Kwa hiyo kitu chochote kile unachokiona leo hii duniani kimeanzia kwenye mbegu. Kwa maana yake mwalimu, yani ukipata 10,000 ukaila yote, unakuwa umekula na future yako. Umekula kesho yako. Ndio. Kwa hiyo kwa sababu gani nasema hivyo? Mti mmoja huwezi kutengeneza msitu, lakini kila msitu lazima uanze na mti. Kwa nini? Kwa sababu mbegu inazalisha vitu vingi sana. Okay. Kama kawaida mdhamini wetu ni yule Bwana Ash.
Ashi Plus Investment anapatikana pale njia ya Panda Segerea. Kama ukiwa unaenda Ukonga, unaenda Gongo la Mboto, unaenda Banana, yes, kuna ofisi yake pale, utaona bango kubwa limeandikwa Ashi Plus Investment. Ukienda pale wana huduma nyingi. Huduma moja hapo anayotoa ni kama unahitaji kusajili kampuni, unahitaji kusajili jina la biashara, business name, unahitaji pasipoti, unahitaji maombi ya visa, yote utapata pale. Lakini pia ukienda pale Gongo la Mboto msikitini pale utakutana na bango kubwa limeandikwa wauzaji wa simu kwa jumla ni Ash. Kwa ukifika pale utajipatia simu aina zote za smartphone, simu za viswaswadu. Yes, ukifika pale kwa ni wauzaji wa jumla. Kwa ukifika pale Gongo la Mboto msikitini kuna bango kubwa limeandikwa wauzaji wa simu kwa jumla. Ukifika pale utajipatia simu nzuri sana. Wakazi wote wa Gongo la Mboto, Chanika, Majowe, wapi hakuna haja tena kwenda Mbugaleli, Yomboleli. Hakuna haja tena kwenda Kariakoo. Ukifika pale unajipatia simu hadi Kivule kule. Yes, kwa bei. Kwa matembele ya chini kule. Hakuna tena haja kwenda Kariakoo kupoteza muda. Kwa sababu hata ukienda Kariakoo bei utakayoipata na kuashi na nauli pia umetumia. Umeona. Kwa hiyo ishia kwa bwana Ash. Ndugu yangu naishi Chanika mwisho. Ishia kwa bwana Ash pale, chukua simu yako, simu nzuri, simu quality kwa wale ma content creator. Unakutana na simu yako kali kabisa kwa bwana Ash. Bwana Ash hana vitu fake. Lakini kama watu wanataka kuanzisha duka la simu, unahitaji zile simu za jumla, ukifika pale utajipatia pia anakuzia nzuri sana. Kwa hiyo yani hilo duka liko peke yake tu Gongo la Mboto la kuuza simu za jumla. Mara nyingi ni watu wa Kariakoo, lakini yeye amewasogezea huduma karibu. Lakini sehemu ya 10 sasa, pesa iliyojificha na ya mwisho, money hides in the creator. Pesa imejificha kwa muumbaji. Tunapohangaika leo hii kutafuta pesa, tunasahau kitu kimoja, kwamba dunia yote hii imeumbwa na Mungu. Dunia yote imeumbwa na muumbaji. Kwa sababu gani? Pesa imejificha kwa muumbaji. Ili uweze kupata pesa ni lazima ujiconnect na yule aliyekuumba. Watu wengine wanasema hakuna Mungu, wengine wanasema Mungu hayupo, wengine wanasema hamna Mungu bwana, tunaishi hivyo hivyo. Tunasahau kujiuliza kwamba ni nani aliyeweka yale maji kwenye nasi, ni nani anaweka sukari kwenye maziwa, ni nani anaweka sukari kwenye miwa, ni nani anaweka sukari kwenye mananasi. Zile zote ni supernatural, ni vitu ambavyo vinatokea ambavyo sisi hatuvijui. Inawezekanaje kutoka kwenye zile sperms mtu leo hii unakuwa na vidole, unakuwa na kucha, unakuwa na nywele, unakuwa na mifupa, unakuwa na macho, vitu vyote vile vinakuwa vimetunzwa kwenye sperm. Inawezekanaje? Ile yote ni supernatural. Kwa hiyo ili uweze kupata supernatural, sisi tulioumbwa tunakuwa ni natural. Ili uweze kupata ile super, ni lazima uweze kujiunganisha na aliyekuumba ili uweze kupata supernatural. Kwa hiyo pesa imejificha kwa aliyekuumba. Kaa chini, kaa na muumba wako, mwambie akuonyeshe pesa imejificha wapi, na atakuonyesha. Na mpaka hapa tunakuwa tumefikia mwisho kwenye somo letu la sehemu 10, pesa ilipojificha. 10 places where money hides. Kama umeenjoy, umejifunza, unaweza ukaacha comment hapo, ukasema una suggest somo jingine linalokuja, tukaangalie kwenye engo gani ya pesa, au tuje na nini, au tuje kuzungumzia nini. Mpaka hapo tunakuwa tumefikia mwisho. Bwana Dula, asante sana kwa ushirikiano wako. Watu wana enjoy kuona, watu wanafurahi kuona, tunapata comment nyingi. Wanasema bwana Dula siku hizi hali Dula zamani alikuwa kila content anakula, hali sasa hivi Dula bwana tajiri alikuwa kafunga. Na tangu mfungo uishe tajiri mwabaili sana. Yani ameongeza ubaili tajiri. Sio ubaili, ni kwamba mazingira tuliyopo hayaturuhusu, kwa sababu kama hapa tunaona tumeboresha. Mazingira sasa hivi ni mazuri. Sasa hivi hatuendi tena kwenye mahoteli. Sio hatuendi tena, ile ni tu lazima tuwe nayo. Yani tukimaliza hapa lazima tuwe nayo. Na zile hoteli ni hoteli kidogo za kitalii. USF 16. Lazima tutaenda. Kule hatuwezi kuacha kwenda. Sisi hatuwezi kuacha kwenda. Kwa sababu tunapokuwa tumebadilisha mazingira, pia watu wanaenjoy zile mandhari, wanakuwa vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa hivi tajiri ameboresha mazingira kama unavyoona kidogo, kadri siku zinavyoenda tunaenda tuna grow.